Maafisa wa habari wametakiwa kuwa mabalozi wazuri wa kutoa elimu ya umuhimu wa kupanda miti na kuhifadhi misitu kwa ajili ya kuwa na nchi ya kijani. Kauli hiyo imetolewa na Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja Ayubu Mohamed Mahmud katika zoezi la upandaji miti lililofanyika katika msitu wa Muyuni Jambiani ndani ya mkoa huo. Amesema kwa kufanya hivyo kutasaidia kuwa na nchi yenye mandhari safi, kuimarisha ardhi. Aidha, amesema kila msitu unahitajika kupandwa miti na kuhifadhi vizuri kwa ajili ya kuwezesha nchi kuwa kijani, ikiwemo na ndani ya mkoa wa Kusini. Upande wa Zanzibar, Kusini Unguja inaongoza kwa ukubwa wa ardhi. Ina ukubwa wa square kilomita 814 kati ya square kilomita za Zanzibar 2650. Lakini na uchache au udogo wa watu kulinganisha na mikoa mingine, hivyo tumebarikiwa sana kwa eneo hili la mazingira kufanya vizuri. Moja ya eneo ambalo tumefanya vizuri kwa upande wa mazingira ni upandaji wa mikoko. Mikoko iliyo mingi inapandwa katika mkoa wa Kusini Unguja. Lakini eneo la pili ni kwamba tumebarikiwa mkoa wa Kusini Unguja una hifadhi ya taifa moja, una misitu ya serikali 4 na una misitu ya jamii 32. Kwa hiyo misitu yote hiyo inahitaji kupandwa na kuhifadhiwa. Kwa hiyo ujio wenu wanahabari katika mkoa wa Kusini Unguja, kwanza kwetu ni faraja, lakini pili mtakuwa ni mabalozi wazuri wa kwenda kuelimisha kuhusu kijani kutokana na mfano mzuri wa Kusini Unguja. Nimeambiwa kuwa katika ratiba yenu mtapata nafasi ya kwenda kutembelea hifadhi ya taifa. Pale mtajionea kwa vitendo kwamba kweli Kusini ni ya kijani. Eneo ambalo tupo kwenye msitu wa Muyuni Jambiani ni eneo ambalo lina karibu hekta 1000 na leo tunataraji kupanda miti 2000, ambapo tunataraji kila mwanahabari atapanda miti isiyopungua 4, kwa sababu nimeambiwa kuna wanahabari 500. Sasa tunaamini kwamba miti hii mnayoipanda itakuwa ni sehemu ya baraka kwetu kuendeleza kijani. Tunawashukuru kwa kuchagua Kusini kwenye hili. Mmechagua chaguo sahihi na tunaombea kwa Mungu kwamba mkamilishe zoezi hili kwa salama na amani. Wanahabari mna mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba Tanzania yetu na Zanzibar kwa ujumla zinaendelea kuwa za kijani. Hivyo leo ambapo mmekuja kutekeleza kwa vitendo dhana ya Tanzania na Zanzibar ya kijani, ni waombe sana mkirudi muihimize jamii, kwanza isivamie maeneo ya hifadhi, pili ipande miti kwa wingi, na kwa kadri iwezekanavyo wasikate miti, kwa sababu wakifanya hivyo watatusaidia sasa kuhakikisha kwamba tunaiacha Zanzibar na Tanzania kuwarithisha wanaotufuata ikiwa ya kijani na kuendelea hivyo. Baada ya hapo niseme tu kwamba maamuzi yenu haya yanaakisi dhamira ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba kunatumika nishati safi. Na sisi wana Kusini Unguja, dhana hiyo tunaitekeleza kwa mambo karibu makuu matatu. Moja, tumeshahamasisha kwenye maeneo makubwa kama yale ya mashule ya boarding, maeneo ya wafungwa, lakini vile vile kwa wajasiriamali wadogo wadogo kuhakikisha kwamba wanatumia nishati safi katika kupikia. Lakini eneo la pili, tunaendelea na vikundi mbalimbali vya kijamii kuhakikisha kwamba tunapanda miti kwa kiasi kikubwa, na nyinyi leo mmekuja kutunga mkono. Tunawashukuru na kuwapongeza sana. Kwa upande wake, msemaji mkuu wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jason Msigwa, amesema waandishi wa habari wanatakiwa kuwa mfano bora katika kutunza mazingira kwa kuwahabarisha wanajamii umuhimu wa kupanda miti. Amesema endapo kutapandwa miti kwa wingi, mazingira yatakuwa salama kuepuka majanga na hali ya hewa. Hata hivyo, alitoa shukrani zake kwa uongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kuwakaribisha katika kisiwa cha Unguja na kuahidi kufika kwa mara nyingine zaidi. Leo tunatekeleza kila ambacho tulikuwa tumekipanga kwamba tutakuwa tunapanda miti kila tunapokwenda. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunakushukuru. Tumekuja 500, lakini najua waliokuja hapa hawafiki 500. Kwa hiyo tuliopo, ili tumalize miti iliyopo inabidi tupande kila mmoja miti 7. Mimi nitapanda miti 10. Lakini kuanzia sasa kikao kazi popote kitakakokwenda, tunaomba viongozi wa mikoa mtuandalie maeneo ya kupanda miti. Ni lazima maafisa habari tuwe sehemu ya utunzaji wa mazingira. Tutaandika habari, tutawahabarisha Watanzania, lakini lazima tuhakikishe mazingira yako salama.
na kupongeza mkuu wa mkoa na wapongeza viongozi wote wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Tunaomba utufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais, tumwambie tumefurahi sana kuja Zanzibar, tutakuja tena wakati mwingine. Na sasa nawaomba maafisa habari wenzangu, twendeni tukapande miti. Siku hii ni ya mvua na ndio siku nzuri ya kupanda. Naye Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais, Mariam Juma Sadala, amesema ofisi hiyo itakuwa mstari wa mbele kuhakikisha miti hiyo inatunzwa ili kufikia lengo la kupandwa kwa miti hiyo. Natoa shukurani za dhati sana kwa wenzetu waandishi wa habari wa Tanzania kwa kuja kuungana nasi katika kuunga juhudi za serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar katika kuweka mazingira yetu vizuri, hasa kama ulivyosema Mheshimiwa, kuwa na Tanzania ya kijani. Kwa hiyo tunatoa shukurani zetu za dhati na tunazijali nguvu zenu, hoja zenu mnazozichukua katika kuhamasisha mazingira, na leo mmefanya kwa ushuhuda katika upandaji wa miti. Kwa tunakuahidini kwa sisi kama ni Ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais kusimamia mazingira, tunaahidi kwamba miti mnayoipanda tutaisimamia kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja ili kuhakikisha kwamba miti hii inamea, inakuwa na kufikia lile lengo ambalo tunatakiwa Zanzibar na Tanzania. Zaidi ya maafisa habari na wanahabari 500 wamefanya ziara katika mkoa wa Kusini Unguja na zoezi la upandaji wa miti katika maeneo ya msitu wa Jambiani Muyuni, pamoja na kutembelea eneo la kivutio cha watalii Jozani na kumalizia ziara hiyo katika fukwe za Jambiani. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.